Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Yes, kulia kwangu ni mchambuzi Ramadhani Mbwaduke. Nishe naye mawili matatu kwa yale yote ambayo nimeweza kutangulia kusema juu ya imani za kishirikina. Na hayo yametokea wapi? Katika mchezo wa nusu finali kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, ambako Yanga aliibuka na ushindi wa goli 2 bila. Goli la kwanza lilifungwa na Dube na goli la pili likifungwa na Mudathiri Yahya Abbas. Niko hapa na mzee wa data. Uko salama kabisa? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu bwana Chris. Sijui wewe? Mimi niko salama kabisa. Naam. Yes, bwana mzee wa data. Kama kidangu tunaanzia sehemu muhimu ambazo pengine faida kwangu mimi na hata kwa mtazamaji. Najua wewe sio mtaalamu sana wa kuchambua imani za kishirikina, lakini hili naleta kwako kama vile tu maoni yako, unazungumzia nini juu ya hili ambalo linaendelea hapa. Mara baada ya mchezo wa nusu finali kati ya Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, ionekana baadhi ya matukio ya wachezaji wa JKT Tanzania wakifanya vitendo ambavyo vinaashiria imani za kishirikina. Sasa nikasema nikuulize katika hili wewe unazungumziaje? Narudia tena kwa kusema wachezaji wa JKT Tanzania, kwa sababu JKT Tanzania hawana mambo hiyo. Sidhani kama wana imani kama hizo. Ndio maana nimesema kwamba kwa upande wako wewe unazungumziaje katika hili? Uko smart sana. Kijana uko vizuri. Nashukuru sana. Ni kweli. JKT Tanzania ni jeshi la kujenga taifa. Hata kidogo katika uendeshaji wao wa timu zake za michezo ikiwemo mpira wa miguu haiwezi karuhusu hata kidogo vitendo vinavyoashiria ushirikina. Wao maandalizi yao huwa ni ya kisayansi, ndivyo tunavyofahamu na ndivyo ilivyo, mimi naamini hivyo. Kama ni tuhuma umezitaja vizuri, baadhi ya wachezaji wanohusishwa na tuhuma hizi, na bado ni tuhuma kwa sababu haijathibitika. Yenye uwezo wa kuthibitisha hilo ni mamlaka inayosimamia ligi kuu, hapa tunazungumzia bodi ya ligi. Kama hivyo ndivyo, bila shaka tutakuja kuona taarifa baada ya bodi yenyewe kuamua. Lakini kwa hizo tuhuma kimsingi tu mimi sio mzuri sana kujadili mambo hayo kama ulivyosema, lakini yapo kwenye kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu huu 2024 2025. Hata katika misimu kadhaa iliyopita pameshawahi kutokea hatua kadhaa zinazochukuliwa na bodi ya ligi, kwa sababu inakemea vikali na inafanya kwa usahihi, kwa sababu ni imani ambazo hazina nafasi katika mpira wa miguu, hasa katika ligi kuu namba 5 kwa ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF kwenye viwango vyake. Haitarajiwi hata kidogo masuala hayo yapate nafasi katika kipindi ambacho ligi kuu Tanzania bara imekuwa na mvuto kwa wawekezaji mbalimbali. Azam Media, benki NBC, klabu zina ukwasi wa kutosha hivi sasa kuweza kusafiri kutoka kituo kimoja hadi kingine. Klabu tunashuhudia hata zile ambazo tunasema mid table teams, klabu za madaraja ya kati, zinasajili wachezaji wenye wasifu mkubwa ndani ya nchi lakini pia nje ya Tanzania. Sasa katika namna hiyo, matarajio ni kwamba klabu uwekezaji wake uwe katika mabenchi ya ufundi, uwekezaji uwe katika rasilimali watu pale uwanjani, kwa maana wachezaji mwisho wa siku zipate matokeo mazuri. JKT Tanzania mpaka imefika nusu finali ni kwa sababu ya jitihada zinazofanywa na benchi la ufundi chini ya Hamadi Ali, ni jitihada za wachezaji katika kutekeleza mpango kazi wa kocha, lakini pia management ya timu ya JKT Tanzania. Ndio maana imefika kucheza dhidi ya Yanga ikiwa imefunga mabao 13, imeruhusu 3 tu. Sasa kuhusishwa au kuonekana wachezaji wake kufanya vitendo vya namna hii, kama ndivyo hivyo, kama ni kweli, basi ni habari ya kusikitisha ambayo naamini sio tu bodi ya ligi watakuja kuchukua hatua ikithibitika, bali pia JKT Tanzania management yake haiwezi kaacha na kufumbia macho vitendo vya namna hii endapo ni vya kweli, kwa sababu ya nilichotoka kuzungumza kuhusu misingi na namna ambavyo timu za kimichezo katika jeshi la kujenga taifa JKT hazina nafasi za namna hii. Matarajio ni kwamba sio kweli. Ikiwa kweli, basi hatua zitachukuliwa. Lakini kweli kuna baadhi ya picha za video nyingine mnato zimeonekana zikihusisha hivyo. Kama hivyo ndivyo, nasisitiza bodi ya ligi itachukua hatua, kwa sababu kanuni za ligi kuu haziruhusu hayo. Inafahamika katika baadhi ya misimu kuna adhabu waliwahi kupewa wachezaji mbalimbali. Nakumbuka vizuri Kibwana Shomari, Sheikh Mkutarungu, Kibu Dennis Prosper, Sheikh Mkutarungu, wakihusishwa na swala la taulo kama nakumbuka vizuri. Yes. Pombe taulo ilionekana kama kuna hisia za kuashiria ushirikina. Sasa kama viashiria tu watu wanachukuliwa adhabu, basi na hii kama itathibitika, hao wachezaji husika bila shaka hawatasalimika. Lakini kwa ujumla tu tuzungumzie ushirikina. Binafsi mimi vitendo vya kishirikina kwenye mpira wa miguu wa kisasa havina nafasi yoyote. Sasa mzee wa data, kwa maana hiyo sasa nataka kuniambia labda pengine
havina faida pia, ama pia labda tuseme Yanga hailogeki, kwa sababu licha ya kuzungumza kwamba wamefanya vitendo hivyo bado wamekalia chuma mbili. Na hapo unatoa ushahidi sahihi. Kama hivyo ndivyo, bwana JKT katika mechi hii ndo wamekamatwa zaidi kuliko mechi ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara ya mzunguko wa pili iliyoisha kwa bila. Yaani JKT walicheza vizuri zaidi kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kukiwa hakuna tuhuma za namna hii, ambapo Yanga walishia kupata pointi moja, mechi ilisha bila. Hata mechi ya mzunguko wa kwanza Yanga waliupiga mwingi mno, lakini walishinda 2-0 dhidi ya JKT Tanzania ambayo walicheza pungufu, yaani walicheza wakiwa 10 uwanjani. Kama unakumbuka vizuri, miongoni mwa golikipa wake alipata kadi nyekundu, wakacheza pungufu, wakafungwa 2-0. Sasa katika mechi hii JKT walikuwa kamili 11 dakika zote 90. Lakini mechi ambayo unaweza kusema kufungwa 2-0 hakuendani na uhalisia wa kilichokuwepo uwanjani. Yaani haiakisi uhalisia wa mechi ilivyokuwa, kwa sababu katika mechi hii tofauti na mechi ambayo walitoka bila ambayo ilichezwa tarehe 10 mwezi wa pili bila, wakati wa Hamdi Melud ndo anaripoti Yanga, kama tunakumbuka vizuri, kutoa nafasi ya Siad Ramovic. Mechi ilikuwa tafu zaidi kuliko hii, ingawa matokeo yanalingana 2-0. Ile ilikuwa bila, hii 2-0. Katika mechi hii Yanga wamefunga mabao mawili, lakini pengine walistahili kufunga mabao mengi zaidi endapo tu wachezaji wake wangekuwa na utulivu katika eneo la mwisho. Ni katika mechi ambayo mpaka kipindi cha kwanza kinakamilika Yanga wamepiga mashuti 8. Kati ya hayo 8, 5 yamelenga shabaha. Halafu kukawa na bao katika dakika 41 lilofungwa na nani? Prince Pomelo Dube. Lakini katika kipindi ambacho kuna nafasi kadhaa walizipoteza Yanga za kufunga, zikiwamo ambazo zilimkuta Stefan Aziz Ki, kwa sababu katika mpaka mapumziko Stefan Aziz Ki mashuti alipiga dakika ya 21, dakika 28, dakika ya 50 miongoni mwa ambazo alipiga mashuti. Lakini golikipa alikuwa vizuri Yakub Suleiman, lakini kuna ambazo Yanga wenyewe walipoteza. Mpaka mapumziko JKT Tanzania walikuwa wamepiga mashuti 2 tu, hakuna hata moja limelenga lango. Kipindi cha pili labda utasema wameamka, maana mpaka mapumziko Yanga wanamiliki mpira zaidi ya 60%. Kipindi cha pili Yanga wakaendelea kumiliki mpira zaidi. Kwa lugha nyingine, yani mpaka mapumziko Yanga anamiliki mpira ilikuwa zaidi ya 60%. Kipindi cha pili mpaka mechi inakamilika Yanga umiliki wa mpira average kwa wastani ya 57%. Lakini JKT 43%. Mpaka mechi inakamilika Yanga ambao walikuja kufunga bao la pili dakika 88 lililowekwa wavuni na Mudathi ya Abbas ilikuwa imepiga mashuti 16. JKT Tanzania inayohusishwa na baadhi ya wachezaji wake kutuhumiwa kushiriki au kuonyesha vitendo vinavyoashiria ushirikina. Maneno na kama marefu, kwa sababu gani? Haijathibitika bado, wala usishangae. Sahihi kabisa. JKT walikuwa wamepiga mashuti 6 kwa sababu kipindi cha pili walipiga mashuti 4. Katika 4 hayo bado hakuna hata moja lililomjaribu golikipa Djigui Diarra, yani la kulenga shabaha. Kwa mechi imekamilika, JKT wamepiga mashuti 6, wastani wa kupiga shuti moja kila baada ya dakika 15. Kila baada ya dakika 15, na tena shuti lenyewe la kwenda nje. Hakuna lilolenga shabaha. Yanga mashuti 16 kwa sababu kipindi cha pili pia walipiga mashuti 8 kama kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili walipiga mashuti 5 waliolenga shabaha kama kipindi cha kwanza. Wakashinda hayo mabao 2-0. Lakini Maxim Nzengeli, man of the match katika mechi hii, alikosa nafasi kadhaa za wazi. Ikiwamo kuna moja ambayo alishampiga chenga beki moja wapo, yeye na lango na golikipa, kapiga nje. Huyo Stefan Aziz Ki, lipo tukio la dakika 50, kampiga chenga mpaka golikipa Yakub Suleiman. Yeye na goli sasa akatumia mguu wake wa kulia ambao ni weaker foot tunasema, mguu wa kupandia kitanda. Katulia kabisa kalenga, kapiga nje, ambayo ilitakiwa liwe bao vile vile. Lakini hapo Max tena namtaja tena kwa sababu alikosa nafasi kadhaa, mpaka kuna kipindi anashika kichwa mwenyewe kwa sababu Max alipiga mashuti 4. Stefan Aziz Ki katika mashuti 16 alipiga 5. 2 ndio alilenga lango, lakini kati ya 3 aliyopiga nje likiwemo la dakika 50 ambalo lilikuwa ni nafasi wazi ambazo kwa Stefan Aziz Ki huwa anafunga. Sasa ni mechi ambayo kama kweli vile vitendo vinavyotajwa kama vinaashiria ushirikina, halafu kulikuwa na kweli kwamba ni ushirikina, basi uganga ushirikina una msaada wote. Sasa ni mechi ambayo nakwambia dakika 90 hakuna mpira uliopigwa kulenga shabaha. Dakika 90 mashuti 6 tu, yote kwenda nje, halafu anafungwa 2, halafu Yanga wanapoteza nafasi kadhaa za wazi, halafu golikipa Yakub Suleiman anacheza save za hatari. Katika mashuti 10 aliyopiga Yanga kulenga shabaha, 2 yameingia langoni, 8 zikiwemo save za hatari amecheza Yakub Suleiman. Labda
Kama ni kweli basi ilikuwa kumpa nguvu kipa ambaye amecheza zile save za hatari 8, halafu pia kuwakosesha Yanga fursa za wazi za kufunga. Sasa kuna msaada gani hapo? Lakini sio hilo tu. Hata ukiondoka mechi hii, nenda kwingineko. Bara la Afrika tangu kombe la dunia lianzishwe miaka 1930 huko, hakuna taifa la Afrika limewahi kutoa kombe la dunia. Hakuna lilowahi kufika finali. Kufika nusu finali ni moja tu msimu mwaka 2022 Morocco ilikwenda mpaka finali kombe la dunia for the first time, kwa mara ya kwanza. Miaka yote Afrika baadhi ya nchi zinasifika sana kwa mambo haya. Si unajua baadhi yao? Najua. Mfano Nigeria. South Africa pia ni miongoni. 2010 South Africa ndio walikuwa wenyeji kombe la dunia, walishia tu ya makundi. Na huku wao wapo mafundi aswa wa masuala hayo wanaelezewa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo by then inaitwa Zaire, miaka hiyo iliwahi kushiriki kombe la dunia. Inasemekana kwenye baadhi ya taarifa ni kwamba walienda na wataalamu wa kutosha wa masuala haya. Katika mechi moja hapo walipigwa 9-0. Hasa ina msaada gani? Kwa hiyo kilichopo tu ni kwamba baadhi ya timu, mimi ninachojua, maki hapa ninajibu hata kile ambacho pengine ungeweza kuuliza zaidi, ni kwamba kwa maoni yangu mimi ushirikina uchawi hauna faida yoyote katika mpira wa miguu kuwezesha timu kutimiza malengo yake, isipokuwa kisaikolojia, kwa sababu baadhi ya timu wanajua wachezaji katika makuzi yao, baadhi yao wanazo hisia au fikra, imani za kishirikina, kiasi ya kwamba ili wacheze vizuri itabidi wadanganywe wala kuonyesha kwamba kuna support ya nguvu za kishirikina. Kwa sababu yupo mchezaji mmoja gwiji mstaafu, nimeongea naye, anakuambia, na hivi sasa ni kocha, baadhi ya wachezaji yani mimi kwenye mechi anakufuata mwalimu, kwa hiyo ndo tunaenda hivi kabisa. Yani ashapewa mbinu kama ni 4-4-2, 4-2-3-1, ashaelezwa namna gani timu inaenda kushambulia, namna gani inazuia, transitions zifanyike. Kocha anahangaika, wewe anaeleza vyote, alafu mtu anauliza tena, kwa hiyo ndo tunaenda watupu kabisa kocha. Hivi yani hivi kabisa. Kwa hiyo unajikuta baadhi ya timu viongozi wao benchi la ufundi ujanja tu kwa ajili ya kuwafariji baadhi ya wachezaji ambao hawaamini bila masuala hayo ya juju. Kwa hiyo wanaweza wakawasilishwa wakaambiwa kwamba kumbe hamna msaada wowote, kwa sababu hata hapa Tanzania baadhi ya maeneo yanasifika sana kwa mambo hayo. Hawana historia ya timu kutoa ubingwa ligi kuu. Sitaki kuyataja na una sababu kutaja hayo maeneo, lakini watazamaji wako walio wa Tanzania wanafahamu baadhi ya mikoa inasifika kwa mambo hayo. Hiyo inasifika hiyo. Hakuna timu imetoa ubingwa ligi kuu. Baadhi yao zimeshuka daraja. Huko sasa umeenda mbali zaidi. Umeachana. Na nyingine hazina timu kabisa kwenye ligi kuu. Sasa inasaidia nini? Kwa hiyo na ndio maana pengine mamlaka za mpira wa miguu, bodi ya ligi, lakini viongozi wa klabu wengi hawasupporti mambo hayo. Klabu zenye kama taasisi hazisupporti mambo hayo. Labda wachezaji mmoja wakati mwingine inatokea, na ndio maana sheria hizi, kanuni zipo kwa ajili ya kudhibiti vitendo vya namna hii. Imani yangu ni kwamba kama wapo wanaamini masuala hayo, mechi hii ya Yanga dhidi ya JKT inaweza kuwa mfano kwamba kumbe basi kama ndivyo havina msaada wowote, kwa sababu JKT wamefungwa 2-0, lakini sio tu kufungwa 2-0, hawajapiga shuti lolote dakika 90 la kulenga shabaha. Ila mwisho wa siku bado naamini ni kwamba hizi ni tuma, hazijathibitishwa. Ikithibitika, bodi ya ligi ipo kwa ajili ya kutekeleza kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu 2024-2025. Basi nikushukuru sana mzee Data. Shukrani jazila. Shukrani. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.